Rais Samia Suluhu amefika mwisho huku akiwabembeleza wanachadema kumrahisishia kazi. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na ukumbuke kusubscribe. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgombea wa nafasi ya urais Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka msisitizo wa umoja na mshikamano wa kitaifa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Akihutubia wananchi wa Msata Junction, aliwataka Watanzania waendelee na maandalizi ya uchaguzi kwa amani na bila hofu. Kauli ya Rais Samia imekuja katika kipindi ambacho baadhi ya viongozi wa upinzani akiwemo Tundu Lissu wa Chadema aliye mahabusu wanaendelea kushinikiza marekebisho ya katiba na kiutendaji kupitia kampeni ya No Reforms No Election. Hata hivyo, Rais Samia ametoa hakikisho kuwa mchakato wa uchaguzi upo salama na serikali imejiandaa kuhakikisha wananchi wote wanashiriki bila vitisho. Katika hotuba yake alisisitiza mshikamano wa kitaifa na kuwataka wananchi kujitokeza kwa wingi siku ya uchaguzi, wakihamasisha majirani na wenzao kushiriki. Aliweka wazi kuwa serikali imeweka mifumo madhubuti ya kiusalama na hakuna tishio linalotarajiwa kuvuruga mchakato wa upigaji kura. Kauli hii inalenga kuwapa wananchi utulivu wa kisaikolojia na kuondoa hofu inayoweza kuathiri ushiriki wa umma. Na Rais Samia pia aliwataka wagombea wote wa vyama mbalimbali kuheshimu haki ya wananchi kupiga kura kwa uhuru na kuepuka vitendo vinavyoweza kuvuruga uchaguzi. Hoja yake kuu ilikuwa kuimarisha mshikamano wa kitaifa na kuonyesha kuwa uchaguzi sio vita bali pia ni zoezi la kidemokrasia linalowapa raia nafasi ya kuamua mustakabali wa taifa. Hotuba hii imechukuliwa na wachambuzi wa siasa kama maendelezo ya mtindo wa Rais Samia wa kujenga maelewano badala ya migawanyiko. Wanasema anatumia sauti ya utulivu ili kutuliza hofu na kutoa wito wa mshikamano, hatua ambayo inaweza kusaidia kuongeza idadi ya wapiga kura siku ya uchaguzi. Wakati huo kauli ya upinzani zimeendelea kuibua mjadala wa kitaifa huku mustakabali wa marekebisho ya kikatiba, huku baadhi ya wananchi wakiona uchaguzi huu kama kipimo cha uwajibikaji wa serikali kwa ahadi zake. Hata hivyo, kauli ya rais imeleta ujumbe wa matumaini kwa wananchi wengi wanaotaka kushiriki kwa amani bila uoga wa kuvurugiwa haki zao. Kwa ujumla, hali ya kisiasa nchini inaendelea kuchemka huku kila upande ukijipanga kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2025. Wananchi wa Msata na maeneo mengine wanatarajiwa kujitokeza kwa wingi ili kuthibitisha kwamba kura ni silaha ya demokrasia na njia ya kujenga taifa lenye mshikamano. Hii ni Kenyascope na tunakuletea simulizi na uchambuzi wa matukio makubwa ya kisiasa Afrika Mashariki. Endelea kutufuatilia ili usipitwe na taarifa zinazounda historia ya eneo letu.